Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunasoma Isaya sura ya 41 mpaka sura ya 43. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Wengi wetu huwa tunakosea sana kwa sababu ya kutokujua. Tunaenda mbele za baba yetu kulalamika, wakati amesema unikumbushe. Mungu anaposema umkumbushe haimaanishi kwamba amesahau. Anataka kujua uelewa wako wewe. Unaelewa nini kuhusu neno lake? Kwa hiyo unapoenda mbele zake, muoneshe kwamba unajua neno lake, unazijua ahadi zake. Ahadi zote ambazo Mungu ametuahidi zipo kwenye neno lake. Kwa hiyo unapomwendea yeye, muendee na ile ahadi ambayo alikuahidi kupitia neno lake. Usiende kulalamika. Anaposema mhojiane, manake wewe uongee na yeye aongee. Sio wewe unashinda unalalamika, hujampa nafasi yeye ya kuongea. Na siku zote yeye akiongea atakuuliza tu swali moja, umetii maagizo yangu? Umefuata sheria zangu? Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Hii ina maana kwamba wewe kama unapitia shida, unapitia mateso, haujakubali na kumtii Mungu. Na ndio maana shetani amepata mlango wa kuingia kwenye maisha yako, wa kuingia kwenye uchumi wako, wa kuingia kwenye familia yako, wa kuingia kwenye ndoa yako. Kwa hiyo jibu la matatizo yako na solution ya hayo unayoyapitia ni wewe kuanza kumtii Mungu. Unapoenda mbele za Mungu, usiende kama unaenda kwa baba yako wa kambo. Nenda ukijua kwamba yeye ni baba yako aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo anakupenda na anakuwazia mema. Usitumie muda wako kulalamika, peleka hoja zenye nguvu. Hoja zenye nguvu ni nini? Ni kumwambia matarajio yako. Wewe unatarajia nini katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho unakitaka kitokee kwenye maisha yako? Hayo ndio matarajio. Lakini unapoenda mbele za Mungu kwa malalamiko, malalamiko sio hoja. Malalamiko sio matarajio. Mungu anataka matarajio. Unataka nini? Wewe kueleza yaliyokupata ama yaliyopita ama mateso uliyopitia zamani, hayo sio matarajio. Hayo ni maumivu. Mungu hasikilizi maumivu. Mungu anasikiliza hoja zenye nguvu. Unataka akufanyie nini? Hiyo ndo maana ya kusema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Lakini kwanza kusema baba, sina ada za watoto, kodi imeisha baba, nikimbilie wapi? Niende wapi baba? Nihurumie. Eleza unataka nini. Maombi ya siku ya leo, mwambie baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Nimeelewa. Kuanzia leo ninapokuja mbele zako, sitalalamika wala kunung'unika. Nitaeleza mambo yangu ili nipate kupewa haki yangu. Amen. Jumapili ya leo usikose kwenda ibadani. Nikutakia Jumapili njema, tukutane kesho.